Good afternoon, family. It's Grace once more. Thank you for the new subscribers, and I hope you are doing well. So, thank you for the support. Naona mnajikaza, and I'm really happy with what I'm seeing. So, endeleeni kushare, kulike, kucomment. Anything you want to say, just say it on the comment section. Then as we grow, we will know where we will be having our platform ya kuongea, ya ku have a one-on-one conversation. So, I have a lot in store for you. And leo we are doing the third episode about an inmate's life in prison. So kuna watu wamekuwa wakiliricha watu wananiambia, guy, unajua your first video it was somehow similar to the life of the boarding school life. Yeah. So nawaambia it's not similar. Kuna venye kuna mali there sita I won't ignore the fact that there are some aspects kuna zinafanana, but the impact it's so very, very different. So I think I should dig deeper into making you understand how prison life differs from boarding lives. So today I want to give you the relationship between an inmate and an officer. Yeah. So ndio mjue the importance of knowing the importance of not labeling someone as criminal. You should know why that person is a criminal. Everything has its own cause. We say in philosophy, when we discuss the problem of God as a philosophical problem, I'm not a philosopher, but we say everything that is in the world has its own root, and we cannot have some unlimited chains of causes. There must be the first cause, who is uncaused, alafu who is responsible for the other beings of being in existence. So today I'm going to talk to you about the relationship between the inmates and as I talk about it, I want people to critically think about how to analyze a privilege and a goal, how to make difference between the two. Because when you are free, most of the things we tend to think that they are our rights. No, most of the things in this life, they are privileges. Like being free, it's a privilege. Being alive, it's a privilege. So people think that, oh, it's my right to be alive, it's my right to be free. No, when you are law abiding, it tends to bring that thing, that feeling of having your own right as a free man. I know you understand me, but when you are incarcerated, you come to understand that you are not free. Freedom is a privilege. And those who are saying boarding school and prison life, they are similar. This time they come to be totally different two things. Because when you take a kid to boarding school, that kid being free, that kid, remember, aja lose freedom. So when an inmate akipelekwa jela, that person ame lose freedom. Freedom automatically becomes a privilege. Sometimes watu huwa wana end up in prison juu ya abuse the privileges. Sawa. So we should always take care of the privileges. Mostly privileges ndizo zinatumanga we end up in prison. When you think that, like jana I was speaking to someone, alikuwa ananiambia ati nitaenda nifunge mlango, nikifunga mlango huyo she's a married lady, huyo my husband, when he comes back nitafunga mlango na nitupe key nje, nirudi sasa nimwambie leo ukitaka kuniua uniue, ama sivyo mimi nikuue, juu kule ndani kujaumbiwa wanyama. So nikamuuliza, ukimuua hata uescape,
utawahi kuwa free in your mind. So kitu yenye kitu yenye itatuma mpaka freedom ya akili yako ikuwe limited, hiyo kitu ni privilege. See, it's not a right. Anything that sets you free in the mind, hata uifanye, hiyo kitu ni your right. Ukifanya over and over again, haitatuma you lose your freedom anywhere. Physically or mentally, physically or mentally, ita infringe your freedom. So I think watu wanafaa wakuwa wanajua. I'm talking firstly to the young generation. Squeeze unaona you are partying, you are way mnavaa like no one's business. Apana, hey, you are overdoing it. Na I think you have to pray for discernment. Juu kama una discernment, haki ya Mungu, you won't understand the difference between freedom and privileges, because the two, they intermarry and they are very, 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 very crucial in our lives. So tuko hapa the life of an ordinary prisoner, amefika prison and anafaa anze kurelate with the officers. So your mindset ndio itatuma ukwe na a good relationship or a bad relationship with the officers. So kuna hizi vitu unakujanga kurestrictiwa, like owning a phone. Ukiangalia unaona kukuwa na simu ni your right, you'll always be on the wrong. Kutumia hizi drugs ni your right, you'll always be on the wrong side. So your relationship itakuwa ni brushing shoulders, sawa? But when you look things at a positive angle, ati nilikosea, niko hapa, nimekam kurekebishwa. So even owning a phone, whatever they say, nitaifanya. Now I'm not a free bird. Ukielewa everything yenye unapewa. Like trustees, you promotiwe kukuwa trustee. Wanaangalia how you relate with the privileges zenye unapewa. Sawa. Pale ndani unakuwa umerudishwa kama unarudishwa utotoni. Unarudishwa utotoni in this sense. Askari ndo anakuambia the time utaenda choo. Yani the time anakupea ruhusa, like the time mko industry. Nimewambia kuna department ya industry. Ukienda choo uwaga unaescortiwa na askari. Na ukitoka hapo unaendanga unaomba the in charge of industry ruhusa, unamwambia nataka kwenda choo. Kama time ijafika ya kuenda choo, kuna kuanga na time yenye mnareleasiwa, na sasa hiyo mnareleasiwa mwende choo, mko na escort ya askari. Sawa. So unaomba kila kitu, unaomba ruhusa, like unaenda choo. Kama ni lunch, uwezi enda kuchukua lunch kama kengele ijagonga, hujapea ruhusa. Sawa. Kenye inakuwaga exemption ni watu wenye wako na hizi ugonjwa kama kisukari, the ones who have pressure, wenye wako na health issues zenye zina relate na diet. So huyo mtu atakubaliwa kuendea lunch before hata kengele igongwe. Lakini hata akiendea hiyo lunch, kuna sheria na hiyo lunch, hezi endea ile lunch anyhowly. Ako na barua ya daktari. Barua ya daktari imempelekwa mpaka pale jikoni penye the inmate mwenye ako in charge of that kitchen ako na hiyo barua, anajua huyu mtu anafaa pewa food before saa 6 ama saa 5:30 juu either 11:30 to 12 ndio watu kula lunch. Sawa. Kama ni kazi, uendi kazi, unaenda kulala mahali panaitwa mess. Hapo mess, it's a ground yenye umelala, yenye ni kama tuseme ni kama nini, ni kama sea hall juu ni ka ground tu mahali mumeekewa tu mahali ya kumit, like where in schools you go for parade. Hiyo place tunaita mess, ni mahali open, like now it's raining. Those wenye wako na kifua awalali kwa ward, hapana, wanalala hapo kwa mess, na kuna baridi. Ujue there is no difference uende kazi na ulale kwa mess. Na hata ukilala hapo kwa mess, lazima ukuwe na barua ya daktari mwenye ofisa mwenye ako hapo kwa mess, anajua niko na watu juu wako wagonjwa na wako na ruhusa ya kulala hapa. Ndio sasa zenye mkubwa anakuja, like the patrols, anaweza kuna kuwa na accountability. So in everything you do, lazima ukuwe na ruhusa kutoka kwa askari. So wenye unasikia kuna kuaga na kubrush shoulders ni wenye wana dodge easy privileges, zinakuwa ni their rights. So hawataki kupitia the protocol, waende kwa daktari
Haya, kuna history ya kuenda like umeenda Kenyatta. I know most of you mumeona inmates wakienda Kenyatta hospital, wameenda either umeenda kupata mtoto mnaenda Ngabagathi ama Kenyatta, na hiyo ni saa zenye umeonyesha na uwezi zalia kwa dispensary ya yenye iko ndani ya prison. So hiyo maybe uko na complications, daktari atajua I can't handle this, anakurefer. Hata other ugonjwa like uko mgonjwa tu, umeenda umetibiwa, first unaanza unatibiwa, alafu ikionekana you are persistent ama unaonekana you are not changing to the medication, so unapatiwa kitu inaitwa referral. The referral you go to Kenyatta Hospital or Mbagathi. Sasa wako like sahi wako strike. I know most of them wana suffer, even though when it comes to inmates uanga mnapioka privilege kadogo, lakini kuna saa hizo the national hospitals Kenyatta and Mbagathi wana striking kutibu an inmate. Kwa nini? Juu saa zingine the government hajawapea pesa ya inmates, so wanakata. Hiyo time utapewa referral, unaona. So kama unataka referral unaisimamia kutoka kwa mfuko yako, inatoka kwa mfuko yako, na bado hata kusimamia kutoka kwa mfuko yako you have to go to the court, uandikiwe court order ikubalishe ujilipie your medical bills, sawa. So hapo unakutaga every decision you make, always make decision on your own. So in boarding school wenye wanasema the prisons zinafanana na boarding schools, zinakujanga kudifa pali pakubwa sana, but in their mannerism venye mnaishi huko inakuwaga like the same. It's like, but interactions, how you do your, I know mnaelewa, kuna vitu zinakujanga kukua totally different. Sawa, we are talking about the relationship. Haya, everywhere you go unakuwa na escort. Hata hivyo venye nilikuwa nawaambia unazunguka ndani ya jela, uzungukangi tu ati juu unazunguka. Juu ukipatikana jikoni na umefungwa 3 years and above, even though uko na ujarestrictiwa kuenda, unafaa ukuwe unasema niko na ofisa fulani nimemwambia nipeleke. Sawa? Sasa zingine unaenda unakuta huyo ofisa ana mood ako na mood za kwake. Unataka kuenda kuchukua either kuna wewe umeandikiwa maji moto, kitu kama maji moto mtu huandikiwa na daktari. Hizo ni privileges. Ndio nataka mfikiria all about having your privileges and your rights. So unataka kwenda kujichukulia maji moto. Sorry. Unataka kwenda kuchukua maji moto. Unapataga the prison warden mwenye mko na yeye, every ward, every place yenye unakaa mnaandikia 2 wardens. Hao mmoja ni wa kufungua kifuli, sasa kumefungwa, na mwingine ni wa kufanya kushughulikia hizo, nipeleke dispensary, nipeleke jikoni, nipeleke hivyo, nipeleke pale nataka kwenda kufua ndani kumejaa, ni escort pale akungoje umalize kufua. So unaweza pata ule warden mwenye ambiliki asemezeki. Nilisema hapo mwanzo, si kila mtu mzuri, hata sisi tuko huku nje si kila mtu understanding. The same way to wale ma prison wardens waga si wote wazuri. Utakuta mwenye ambiliki asemezeki, so anakuambia ni mimi nilikuleta huku niondoke. Unaona, unakuta you have to break that, unataka ku break your rule ndio pia wewe survive. Unakuta una dodge, kama ni kuenda hiyo kufua unaenda kichwa ngumu, na yeye anakuambia ukipatikana shida yako. Hivyo ndivyo watu wana survive. Unakuta mpaka saa zingine hizo rules zinatumanga mpaka the inmates na askari wapigane physical fight. Juu kuna maskari wanakuanga lesbians. Askari ni lesbian na an inmate ni lesbian, so wanajuana kwa vilemba. Akijua we ni lesbian anakupea right, anakufanyia hizo privilege zikae kama rights zako. So kama unataka kwenda mahali unaangalia, ukiona ule warden ni wa chama yetu,
wacha niende nimkute. Huyo atamfanyia anything, hata kumletea contraband kutoka nje. But upatane na mwenye sio, wewe ni lesbian, wewe anajua wewe ni lesbian, ya support lesbianism, atakuwa harsh on you. Sasa hapo ndipo unakujanga unakuta wamepigana, ama saa zingine wamekatiana. By the way, kuna kuagana kukatiana ya prisoner na ya askari. Ukatiana, unakuta walikatiana, either mmoja alikataa, unakuta hapo kuna grudge. So ule askari akikuja kwa ward saa yote au kuonea, nyi wote anajua nyi wote ni lesbian, but anatakanga kukuweka always, anakuplace on the wrong side. Sorry, my tongue, athari za lugha ya mama. Anakuplace on the wrong turn, on the wrong place. Saa yote anataka tu wewe ukwe tu uko na makosa. So ukikuta you are fed up, unamconfront. Ukimconfront, maybe sometimes inatokea physical fight, inatokea mnapashana, anakutusi, unamtusi, mnapelekana mbele. Unakutanga mara mingi wewe ndio umeumia. Juu kienda pale askari akona say, unapeleka kwa documentation office, mnafungua charge sheet, mna case, like mnarudi kwa kesi, inaitagwa mashtaka. Mnarudi kwa kesi, mna kesi, you bring your witnesses here na later witnesses wake. Na mara mingi witnesses wa askari anakuaga tu bado huyo inmates ndio wanakuja wanatestify against their own inmates. Sitaki kuguzia hapo juu nataka kuleta sasa, nataka in our next video we do the relationship between inmates na inmates. So unakuta all the time wewe an inmate atakuwa punished, na ule inmate anaishingi kupanishiwa jela. Huyo inmate anakuanga resilient all the time, ataishi yani anakuwa rude, yani level yake ya criminality inaenda ikipanda. Juu ya kazi yake, jealous life yake ikuangi smooth. So anaendelea na zile itangwa survival instincts. Anaendelea tu ku advance, ndio endelee kusurvive, kucope jela. Kama ni hiyo marufuku atabeba, kama aon atakuwa carrier, kama ni nini, kama ni hiyo kudodge kazi ata make sure amedodge. Juu ya nini? Askizani na maaskari. Sawa? Ukiona ule mtu ametoka jela bado anafanya zile vitu, amekuwa bado ni criminal, ametoka jela na the criminal mind, huyo mtu ukuanga bado kule ndani. Hiyo ndio imemlea. So akitoka bado anaendelea vile. Na mara mingi kuna wale wenye wao ukuanga wanafanya intentionally ndio warudi ndani. Hiyo nitakuja kueleza baadaye kwa nini wanaendelea kwa hivyo ndio warudi ndani. Sawa. So ukiona mtu wenyu ametoka amekuwa ajabadilika, usimblame na usifikiria ati kumrudisha ndani bado ndio itatuma arudi poa. Hapana, unaendelea kumharibu. Juu atarudi kule ndani atakutana the same. Alafu kitu fani na prisons, umeshikwa umekuwa unasumbua Lang'ata prison, ukitoka uende ushikwo another place, upelekwa another prison yenye si Lang'ata prison, like Machakos prison. Wenye wako Lang'ata they'll always know ulishikwa. Askari wanakujanga na information uko ndani, na hivyo venye wamepata information uko ndani, ujue pia uko wametuma signal umistreetiwe. Askari wa Lang'ata ndio askari wa Kajiado, ndio askari wa Wajir. So hakuna mali penye uta reoffend uende another prison udhani utapotelea. Hivyo ndivyo utaishi. Your life itakuwa ni kuenda brush shoulders na maskari. Anyway, we will meet in our next video. Leo niko somehow siko fit. Kuna venye niko mgonjwa, sisikipoa. Na wachia hapo. Next video I'll do the relationship between inmates. Nataka sasa hapo nipo nitaguzia lesbianism in deep, na nitaguzia hao wale watu wenye wanatoka wakiwa prayerful na wakiwa wamechange. Juu it's only inmates, the right correction ni the relationship between inmate and an inmate. Juu wanakuwaga na some level of understanding though they collide. Anyway, have a blessed day.
And I love you. Keep on liking, sharing, commenting, subscribing. Thank you for the love. Naona another one of my videos imefikisha 1K in 2 days, and I'm so happy about you. Niko hapa. We are still moving on. Muendelee kushare. Mwenye unajua tu hizi vitu zinaweza msaidia, sambaza. Alafu after we do the life in prison, nataka sasa kuwapia the lessons what we learn in prison, ndio mtakuja kuelewa wengine tuko vichwa ngumu, wengine tuko vichwa maji, tunakuwa low obedient, wengine tunakuwa tuko neutral. Utakuja tu kuelewa, and I hope msijudge mtu. Ninaendelea tu kuambia usijudge mtu. Never judge anyone. Wachana na yeye tu akae venye yako. Endelea wetu, hata wewe tafuta defense mechanism ya kucope na yeye, bora umhat na yeye akuhat. Hivyo tukue watu neutral juu a society, niliwaambia a society without crime itakuwa a boring society. Na bado crime si poa kwa the youths. Wachaneni na crime. Juu jela, wacha walishe ujela kwenye itaisha, wacha walishie huko mbuzi na ng'ombe. Sawa. Anyway, have a blessed day. See you in our next video. Turus.